الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الإمام الحسين من أقواله المشهورة: ألا ترون أن الحق لا يؤمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صدق الله وصدق الإمام الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia katika usiku huu miongoni mwa masiku ya huzuni duniani, miongoni mwa kumbukumbu muhimu duniani, usiku kama wa leo, usiku wa mwezi 10 Muharram, ni usiku ambao familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikiongozwa na al-Imam al-Hussein imezingirwa katika uwanja wa Karbala. Imam al-Hussein pamoja na familia yake alitoka katika mji wa Madina kama tulivyosoma na kuzungumza katika majlisi mbalimbali, sababu na msafara wake mpaka ulipofika katika mji wa Karbala. Lengo la kwenda kule ni kwa ajili ya kusimamisha Uislamu sahihi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusimamisha amani, kuleta upendo, ushirikiano kwa binadamu wote duniani, kwa sababu ilifika wakati haki ikawa haifanyii kazi na batili ikawa haikatazi, na Imam akaamua kutoka kwenda kutetea Uislamu, akauliwa yeye pamoja na familia yake katika ardhi ya Karbala. Waislamu ambao mnaoshuhudia hivi sasa ni miongoni mwa Waislamu wengine duniani ambao wanalikumbuka tukio kama hili. Leo dunia imesimama kumkumbuka al-Imam al-Hussein. Si Mashia, si Waislamu peke yao wa Zanzibar, bali dunia nzima inasimama na kumzungumza al-Imam al-Hussein kwa kazi kubwa aliyoifanya. Uislamu ambao leo tunauona, Uislamu ambao leo tunajisifu nao, swala ambayo leo tunaiswali ni swala ambayo ameileta al-Imam al-Hussein. Ustaarabu wote tulionao leo ni ustaarabu ambao al-Imam al-Hussein alienda kumtetea katika ardhi ya Karbala. Kesho mwezi 10 Muharram, kama alivyozungumza ndugu yangu na mzee wangu hapa Akbar, kwamba ni mchana ambao familia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiongozwa na al-Imam al-Hussein iliuliwa katika ardhi ya Karbala. Waislamu wote duniani na al-Imam al-Hussein si wa Mashia peke yao, al-Imam al-Hussein ni wa Waislamu wote. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumlilie al-Imam al-Hussein kwa kufuata kile alichosababisha yeye mwenyewe kwenda katika ardhi ya Karbala. Imam al-Hussein alitoka Madina kwenda katika uwanja wa Karbala na akawa yuko tayari kutoa nafsi yake pamoja na familia yake yote kwa ajili ya kuibakisha swala. Huyo lazima tuswali. Imam al-Hussein alitoka na akasimamisha umoja. Kwa hiyo sisi Waislamu lazima tuwe kitu kimoja, na hasatan sisi watu wa madhhabi ya Ahlul Bayt na Waislamu kwa jumla. Leo tunaiona dunia imesimama, msione Irani pale ilivyo, ile ni nguvu ya al-Imam al-Hussein. Leo watu wanashangaa Mashia wa Irani wana imani ya aina gani, wameweza kusimama na dola dhalimu lenye nguvu ya kila aina, lakini mpaka leo bado wameonekana wana nguvu na wanaweza, kwa sababu wamemweka al-Imam al-Hussein katika nyoyo zao, kwa sababu wamemfuata al-Imam al-Hussein katika matendo yao. Tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atujalie na sisi ni miongoni mwa watu ambao watashikamana na tabia na mwenendo aliokuwa nao al-Imam Hussein. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Muhammad wa ali Muhammad salawat.